Naam mtazamaji bwana, kumekuwa na bifu, kumekuwa na ugomvi, vuta ni kuvute, kutupiana maneno kati ya Dudu Baya dhidi ya wachambuzi huko katika mitandao ya kijamii. Bwana Dudu Baya bwana ameonekana akiwa anawasema vibaya watu ambao wanajiita wachambuzi huko mitandaoni kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo wanavizungumza kumhusu yeye. So nataka hapo msikilize, maana bwana mpaka sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba tayari Baraza la Sanaa la Taifa BASATA wamemzuia Dudu Baya kujihusisha na shughuli yoyote ile ya kimziki kutokana na baadhi ya kauli chafu ambazo amezitoa kwa mitandao. Lakini pia kuna chama cha wachambuzi kinaitwa CCW wamemtaka Dudu Baya aombe radhi pamoja na kulipa fidia za milioni 100 kwa kile ambacho amekizungumza dhidi ya wachambuzi katika industry ya muziki wa Bongo Flava, maana ametoa kauli chafu za matusi dhidi yao. Ila na uwezo wa kukuchota kama njiwa. Ole wako we Mr. Pimbi, sijui Suma Mnazaleti, sijui nani wanajifanya wachambuzi. Kachambueni matako ya mama zenu, sio mziki. Ninakwambia tu kweli. Kachambue matako ya mamako au ya mwanamke wako, sio mziki. Sio nikimbisha anatoa nyimbo naanza, kwa sababu maadui zake wamekupa kiela cha kilo moja ya mchele unaanza kuponda video ya mtu hivi. Mimi naambia ukweli. Tena usije ukabuki. Nitakuninginiza na huko Bahari Beach inapokaa. Ni Bahari Beach alafu kuna miti mirefu. Nitakuninginiza kama panya juu. Alafu baada hapo nakupeleka kwenye maji. Ninakuloweka. Usije ukacheze na sanaa. Hii sanaa ni nzito. Na Watanzania wote tukutane tarehe 10 mwezi wa 7 Mlimani City. This is revolution. Na nishawahi kusema revolution must be done. Na tarehe 10 mwezi wa 7 revolution must be done. We live your life, man. Madiali, wewe ni mwanangu sana. Na wewe ndio umeandaa show tarehe 10 mwezi wa 7. Hizi ni t-shirt za Mamba. Na Mamba atakuwepo kibao. Mamba 24. Majenzi watakuwepo kibao. Ninachokuomba tu kitu kimoja. Hawa wafupi hao, hivi vitakataka, vingedele vifupi. Unajua uwezo ukaona ngedele mrefu. Uwezo ukaona kandezi karefu. Uwezo ukaona mbwa mrefu. Ndio akina Mr. Pimbi na wale wenzake wanajiita wajukuu wa Mama Samia, wakati ni vitakataka vifupi. Ninachokuomba kwenye hiyo show waweke viti vya mbele ili waone show yangu ya tarehe 10 mwezi wa 7. Maana wakiingia kina Mr. Pimbi wakikaa nyuma hawataona show, maana ni vimbilikimo. Kwa weke siti za mbele ili washuhudie tukio ambao nakuja kulifanya tarehe 10 mwezi wa 7. This is Mambas 24. We live your life, man. Siwezi kuomba msamaha watu wanaojamba ovyo kama wachambuzi. Unajua nyinyi wachambuzi wa muziki hamna tofauti na wanawake wa siku hizi. Yaani sasa hivi wanawake wa siku hizi ukimwambia akupe dog style anakataa. Sababu nyuma kote kuna tundu kubwa kama bomba la dawasa. Kwa wakati unampiga dog style wewe uko mbele, yeye anakujambia karibu na kitovu. Na nyinyi wachambuzi ndio mnajamba hivyo. Kwa siwezi kuomba msamaha watu wanaojamba ovyo. You better watch your back. Heshimu sana. Na tarehe 10 mwezi wa 7 tukutane Mlimani City. Hiyo ni show ya wanaume ambao wapigwi miti. This is Mambas 24. We live your life. Watanzania mnajua na maadui wengi sana. Na nimelala asubuhi, nimeamka saa 2 usiku. Nikakuta na posti nyingi sana za maadui zangu ambao wametumwa. Na hasa wachambuzi.
wanadai kwamba mimi nimefungiwa na serikali kufanya shughuli za sanaa toka mwaka 2020. Nakubali kwamba wakati waziri wa habari, utamaduni na michezo alikuwa Harrison Mwakyembe, nilifungiwa na BASATA. Baadaye nikakata rufaa, nikapanda juu kwa waziri, na Mwakyembe akaniita ofisini kwake ya waziri wa habari Posta, na kesi ikaishia hapo na nikaruhusiwa kuendelea na sanaa. Na ndio maana mpaka leo mimi ni msanii huru anayeruhusiwa kufanya sanaa kwenye taifa hili. Kwa hiyo wewe unayeeneza huo uzushi, tarehe 10 mwezi wa 7 pale Mlimani City nipo. Na pale hatuwataki wale mnaojamba jamba ovyo. Pale wanakuja watu waliokaza. This is Mambas 24. We live your life, man. Sasa hapa kuna barua ya tamko kutoka kwa wachambuzi. Wameandika kwamba tamko rasmi kutoka kwa chama cha wachambuzi CCW. Wanasema kwamba bwana, chama cha wachambuzi CCW kinatoa tamko hili kufuatia kauli zilizotolewa jana na mwanamuziki Dudu Baya zinazokuwa na lugha chafu na zisizofaa dhidi ya wachambuzi wa muziki. Lugha hiyo imekwenda mbali hadi kuwahusisha wazazi wetu, jambo ambalo halikubaliki kabisa, kwani hawajahusika na tasnia ya uchambuzi. Tasnia ya uchambuzi wa muziki imejengwa kwa muda mrefu kwa juhudi, jasho na kujitoa kwa wanachama wake. Hivyo basi hatuwezi kuvumilia mtu au kikundi chochote kile kuichafua kwa maslahi binafsi. Kutokana na madhara ya kisaikolojia yaliyosababishwa na kauli hizo, CCW, chama cha wachambuzi, kimemtaka Dudu Baya kuomba radhi ndani ya masaa 24 tangu atakapoona tamko hili na kulipa fidia ya shilingi milioni 100 ndani ya mwezi mmoja. Aidha, tunatoa onyo kali kwa mtu binafsi au kikundi chochote kinachojihusisha na kutudharau, kututukana na kutumia lugha chafu dhidi ya wachambuzi. Uchambuzi wa muziki umekuwepo kwa muda mrefu kabla yetu. Jambo jipya ni sehemu muhimu ya maendeleo ya Tanzania. Na jambo jipya ni kwamba si jambo jipya na ni sehemu muhimu ya maendeleo ya tasnia. Tunawaomba wadau wote waheshimu tasnia hii na kutupokea kwa heshima inayostahili. Imetolewa na chama cha wachambuzi CCW.